Msikilizaji wangu na kusalimu kwa jina la Yesu. Leo ikiwa ni Jumapili ya Pentecost Day. Badilisha somo badala ya shuhuda yangu sehemu ya 4. Leo nafundisha kuhusu Roho Mtakatifu na kichwa cha somo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa majina ni Steve Mbugua Doidi kutoka Jimbo Kuu la Mombasa, Kenya. Karibu kwa fundisho. Tunapozungumzia Roho Mtakatifu, mara nyingi nakumbuka ahadi ya Baba anapotuahidi kupitia manabii wengi na hasa nabii Yoeli. Ukisoma kitabu cha Yoeli 2:28-29, kwa tafsiri nyingine itakuwa ni Yoeli 3 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu anaahidi, anasema nyakati zile, ambao nyakati hizi nitamimina roho wangu kwa kila mwanadamu. Tafsiri nyingine anasema kwa kila mwenye mwili. Naamini msikilizaji wangu na mwili na Mungu anazungumzia wewe. Anasema atamimina roho wake kwa kila mwenye mwili, na watoto wenu, watoto wadogo watatabiri, watatoa unabii. Nikisoma jambo hili au neno hili wanajiuliza, kwa nini hao watoto siku hizi hawatoi unabii? Na ndio swali kubwa la kujiuliza leo, ni ubatizo gani tuliopokea? So Mungu anasema watoto watatoa unabii, anasema wazee wenu wataota ndoto, si ndoto za kimbizo kila wakati, bali ndoto za mbinguni, jumbe toka kwa Mungu. Anasemezana na sisi na anasema vijana wenyu wataona maono, sio maono ya mambo ya picha chafu pornography, maono ya mbinguni. Mungu ana communicate na vijana wake, ana communicate na wazee na watoto. Anasema hata wafanyikazi, sisi tukataa Roho Mtakatifu, anasema yule mfanyikazi wako wa nyumbani, house girl yule, house boy yule, atamjaza Roho wake Mtakatifu. Nyakati ni hizi na siku ni leo ya kupata ujazo mpya, neema mpya ya Roho Mtakatifu. Yesu alizaliwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Akaishi na wanadamu, akakaa kama mwanadamu. Hata tukamzoea watu wakakumbuka kwamba wanaishi na Mungu. Miaka 30 alikaa maisha kama ya kawaida tu. Muujiza moja hapa na pale, lakini alikaa tu kawaida. Mtoto wa seremala, anatengeneza viti, tengeneza meza, kitanda. Mara nyingi wanapenda kusema kama Yesu angekuwa anaishi nyakati hizi, kuna uwezekano mkubwa sana kile kiti chako cha sofa set pale nyumbani kingekuwa pale nyuma kimeandikwa by JC, by Jesus Christ. Sababu alikuwa ni fundi. Lakini siku moja baada ya miaka 30 imefika, mambo yalibadilika. Kuna kitendo kilichotendeka na hewa ikabadilika. Hakuwahi tengeneza kiti kingine hata kimoja wala meza. Kazi ya ufundi ilikwisha, akaanza kuwa ni fundi wa roho za watu. Tunaambiwa kwenye Marko 1, ile sura ya Marko 1 mstari wa 9-13, Yesu wakati alienda kule Yordani, na Yohana Mbatizaji akambatiza. Mbingu zikafunguka, sauti toka mbinguni ikasema, Baba akasema, huyu ni mwanangu mpendwa, nimependezwa naye. Na akamjaza neema ya Roho Mtakatifu, ile ahadi ya Baba kwa wanao wote, na Yesu anafungulia njia ya kupokea Roho Mtakatifu. Huyu ni mwanangu mpendwa, nimependezwa naye. Kumbe Mungu Baba akikupenda, tukimpendeza, ile ahadi, kitu kizuri kabisa anaweza kupa wewe na mimi ni Roho Mtakatifu. Hakuna ahadi nyingine, hakuna zawadi nyingine ambayo inapita Roho Mtakatifu wa Mungu. Tuombe leo siku ya Pentekoste, tujazwe upe ili tuwe Wakristo kweli. Sio Wakristo bandia, sio Wakristo jina, bali tuwe Wakristo kweli. Yesu baada ya kupokea Roho Mtakatifu, vile atuambia aliongozwa kwenda jangwani siku 40, usiku na mchana anafunga, hajala. Shetani anakuja kumjaribu, lakini alimshinda shetani kwa uwezo na neema ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Ndugu zangu Mkristo, tunahitaji Roho Mtakatifu wa Mungu. Bila Roho Mtakatifu wa Mungu tumekufa tu bure. Kanisa bila Roho Mtakatifu wa Mungu limekufa, sio kanisa tena. Tunahitaji Roho Mtakatifu wa Mungu. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza ile mstari wa 8, Yesu anawaambia mitume, atakapowajia Roho Mtakatifu mtapokea, mtajazwa nguvu. Atakapowajia Roho Mtakatifu mtajazwa nguvu. Mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu na mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Yudea, Samaria, mpaka misho ya dunia.
Nguvu ya Roho Mtakatifu kazi yake ni kuwa shahidi wa Yesu, ni kumwinjilisha Yesu. Kuwe na korona, tuwe na korona, nyakati ziwe nzuri au ziwe mbaya. Hiyo ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Haijalishi nyakati, tutamhubiri Yesu nyakati zote tukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hizi nguvu huwa napenda kusema si zile za sitting room au bedroom. Hizi ni nguvu za kumkiri na kumhubiri Yesu, na ni nguvu ya Mungu. Na mitume alipopokea nguvu, tunaona maisha yao yalibadilika, matendo yao yalibadilika. Petro, papa wetu wa kwanza, ambaye alikuwa mwoga kiasi kwamba anaogopa house girl, wakati alipokea nguvu ya Roho Mtakatifu, tunaona akienda kwenye hekalu, anapata kiwete pale nje. Kiwete anaomba hela. Petro anamwambia, fedha sina, dhahabu sina, nilicho nacho nitakupa. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, amka na utembee, na yule kiwete anaamka anatembea. Ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Hata wakati Petro anaambiwa Dorkasi amekufa, mtu amekufa, watu wanalia, wanamuita Petro, ambaye matendo ya huyu mama mzuri, ametuacha, angalia kazi zake. Petro anaguswa mno, anamwambia tokeni nje. Anabaki na maiti, anatazama maiti, anasema kwa jina la Yesu fufuka. Dorkasi anafufuka. Huo ndio uwepo, hiyo ndio nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo Mungu anazungumzia. Kwa nini siku hizi haionekani hii nguvu? Manabii wengi wako, wengine wa uongo. Kwa nini haionekani kiasi kama ule wakati wa kanisa lile la kwanza? Petro anatembea, watu wanaweka wagonjwa wao kwenye laini, ili Petro akipita angalau kivuli chake kiwaguse. Kivuli kigusa mtu anapona, mapepo yanatoka. Uwepo, neema ya Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu hawa watu walipokea full baptism, ubatizo kamili wa Roho Mtakatifu. Na ndio naomba siku ya leo mimi na wewe, Mungu asaidie tupokee ubatizo kamili wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Matendo ya Mitume 2:37-39. Tujiulize, tutapokeaje hizi nguvu? Kweli kabisa napokea kwa kuwa wa Kristo. Tukifanyika wa Kristo napokea neema na nguvu za Roho Mtakatifu. Na ninapozungumzia ubatizo wa Roho Mtakatifu, sizungumzii ubatizo mwingine, ni ule ule tu, lakini kuna hatua yangu mimi na wewe kucheza ili tupokee full baptism, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hii siku ya Pentekoste, Petro na mitume wanahubiri neno, watu wanaguswa. Mstari 67 nasema wakachomwa mioyo. Wanamuuliza Petro na mitume, tufanyeje? Tufanyeje tuwe kama nyinyi? Tufanyeje tuwe wa Kristo? Ndio wanauliza. Petro anajibu, anawaambia, tubuni na kila mmoja wenu apate kubatizwa ili mpate kuondolewa dhambi. Tubuni. Kwa nini tunatubu? Kwa sababu tumetenda dhambi. Mila zetu ni potofu, zingine tabia zetu zingine si sawa. Tulikuwa na wake wengi, tulikuwa na nyumba ndogo, choo wa Tanzania anasema, tulikuwa kwenye mambo ya dunia, corruption. Ndio maana tunatubu ili tubatizwe. Ndio namwagiliwa maji. Maji ishara yake ni utakaso, sio maji yanakufanya uwe Mkristo. Ndugu yangu, dada yangu, huwa napenda kusema kama ni maji yanafanya watu wawe Kristo, hapa Mombasa tuna bahari kubwa mno, watu wanaogelea kila siku, wangekuwa wote ni wa Kristo. Sio maji, sio maji mingi au maji machache. Kinachokufanya uwe Mkristo, Biblia inasema tukibatizwa unaondolewa dhambi na tunapokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako na mbeba Kristo, ndio naitwa Mkristo. Hapo ninafanyika Mkristo. Sio maji, ni Roho Mtakatifu. Ubatizo sio kutumbukizwa kwa maji, bali ni kutumbukizwa kwa Roho Mtakatifu. Immersion in the Holy Spirit ndio batizo. Mwanadamu ana sehemu tatu. Nimekuwa na chati fulani hapa, sio kama utaiona vizuri. Nimetengeneza cheti tu ya kutumia wakati huu kwenye lockdown, kwenye nyumba zetu tu. Cheti hii ina miviringo mitatu. Wa nje nimesema ni mwili. Ule wa nje, mtu wa nje ni mwili. Ile ya ndani kidogo nafsi. Kale kadogo kabisa roho. Mwanadamu ana mwili, ana nafsi, ana roho. Na wewe unapenda kusema mwili ni boksi tu, sanduku. Asa maji unapobatizwa yanaguza mwili, hayaguzi roho na nafsi. Maji yanaguza mwili, kinachoingia ndani. Na ndio maana lazima tushirikiane na Roho Mtakatifu. Kinachoingia ndani ya mwanadamu ni Roho Mtakatifu, ndiye anaingia, ndiye analeta ufufuo. Kwa sababu gani?
Kwa ajili ya dhambi tulikuwa tumekufa. Hatukufa mwili. Hatukufa mwili, ulikuwa tayari unaishi. Adamu na Hawa walipotenda dhambi, tulikufa nafsi na roho, sio mwili. So Mungu anaposema tunatembea na tuko wafu, walking dead, inamaanisha miili inatembea inaishi, lakini roho na nafsi zimekufa. So Roho Mtakatifu unapomkubalia apenye kwenye mwili, aingie kwenye nafsi, aingie kwenye roho, inaenda Roho Mtakatifu anafufua nafsi yako na roho yako, ndio unakuwa kiumbe kipya. Mwili unaishi, nafsi na roho inaishi. Hapo wewe ndio kiumbe kipya. Hapo wewe ndio Mkristo. Kama si hivyo, una jina la Kikristo tu, lakini wewe si Mkristo. Kitabu cha Tito 2:11 na 12. Wajua watu wengi wanapenda kusema, na ni kweli, tunaokolewa kwa neema sio kwa matendo. Ni kweli kabisa mpaka hapa. Tunaokolewa sio kwa matendo. Hakuna matendo ambayo wewe na mimi tutatenda ndio huo umekubalika, umequalify ili uokolewe. Hakuna. Ni kwa neema. Neema maana yake ni upendeleo tusiyostahili. Kwa Kiingereza grace ni undeserved favor. Upendeleo ambao tustahili. Hatuokolewi kwa sababu tunastahili, tunaokolewa kwa neema kwa upendeleo. Lakini baada ya kupendelewa, hii Titus inasema 11 na 12, Roho wa Mungu aliachiliwa, neema ya Mungu iliachiliwa kwa wokovu wa watu wote. 12 inasema neema hiyo inatuamuru tuache maisha maovu, maisha ya dhambi, tuache tamaa za dunia na tuishi maisha mazuri matakatifu ya kumpendeza Mungu. Ndio kazi ya neema. Matendo hayakuwa muhimu kwenye kuokolewa kwako, lakini baada ya kuokolewa ile neema inafaa ikusaidie kushirikiana na Roho Mtakatifu ili apenye kwenye nafsi na roho, ili matendo yako yabadilike. Kwa hiyo matendo ni muhimu kwenye wokovu. Baada ya kupokea ile neema, matendo lazima yaonekane. Ndio maana Kristo anasema utawajua kwa matendo yao. Utawajua kwa matendo yao. Warumi 8:9. Bwana anasema, nyinyi hamuishi kulingana na mwili tena. Hamuishi kulingana na tamaa za mwili. Mnaishi kulingana na roho, ikiwa Roho wa Mungu yuko ndani mwenu. Ikiwa Roho wa Mungu yuko ndani yetu. Kama kweli Roho wa Mungu yuko ndani ya mwili wako, akaingia kwenye nafsi yako, akaingia kwenye roho yako, haujabaki kwa ubatizo wa nje wa maji kukumwagikia tu, kutumbukizwa kwa maji. Ikiwa Roho wa Mungu yuko ndani yako, hauishi kufuatana na mwili tena, bali kufuatana na Roho Mtakatifu wa Mungu. Ndio vile ninavyotuambia, bali kufuatana na Roho Mtakatifu wa Mungu. Matendo yako yatakuwa ni dhahiri. Utazaa matunda ya Roho Mtakatifu. Utaelewa tofauti ya zawadi za Roho Mtakatifu zile 7, matunda ya Roho Mtakatifu na karama. Watu wengi tunalewa na karama, tunasahau matunda ambayo yanapeleka mbinguni. Hakuna karama hata moja ya kuhubiri, kusifu na kuabudu, kutoa mapepo, hakuna hata moja itakupeleka mbinguni. Kinachokupeleka mbinguni ni matunda, kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani, unazaa matunda ya Roho Mtakatifu. Hauishi kulingana na mwili, bali fuatana na Roho Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu. Ukitaka kujua kama yupo, angalia matendo yako. Warumi 8:16, neno nasema Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, ataunganika pamoja na roho wetu, anakuwa kitu kimoja. Ukimkubalia ingie ndani kwenye nafsi na roho, anaunganika na roho wako, anakuwa kitu kimoja, na Roho wa Mungu ndani yako anatamka ya kwamba wewe na mimi ni watoto wa Mungu. Ni Roho wa Mungu anayetamka, sio mimi mwenyewe nayesema. Nitajivunia kuwa Mkatoliki, sawa. Utasema umeokoka, sawa, lakini haibadilishi chochote kama Roho wa Mungu hayuko ndani yako. Hiyo ni maneno ya mdomo tu. Holy Spirit lazima tumkubalie aingie ndani mwetu, na hapo akiwa ndani, Roho wa Mungu pamoja na wewe, ndio unaweza tumia ule msemo ambao Kristo napenda sana kusema, aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliyeko ulimwenguni. Napenda kuuliza wa Kristo, unapotumia hilo neno, nani yuko ndani yako? Hilo ndio swali. Jiulize na jijibu, nani yuko ndani yako? Ukitaka kujua ni rahisi. Neno la Mungu linasema atendaye dhambi ni nani? Shetani. Inamaanisha shetani ndio yuko ndani. Kama uko kwenye corruption, kwenye abortion, kwenye uzinifu, washarati, jua kabisa aliye ndani
Sio yule naye dhania Roho Mtakatifu wa Mungu. So unapoambia shetani aliye ndani yangu ni mkuu na awe niende uko ndani akitawala kwenda kwenye dhambi, atakutwanga sawa sawa. Na angalia kama hapa Kenya Wakristo tuko 80%. Kila watu 180 Wakristo. Madhehebu ya Kikristo tuko na zaidi ya 30. Nimeshare hii kwenye kitabu changu kile cha No Reason for Division. Hakuna sababu ya mgawanyiko. Madhehebu 30,000 kwenda mbele. Kanisani Jumapili tumejaa ni haleluya. Na mtu akiangusha noti yake pijini inakanyanga. Haleluya gani? Udadisi research imeonyesha miaka michache iliyopita dunia nzima ya kwamba Kenya hii ambayo tuko 8% wa Kristo tuko namba 3 wafisadi dunia nzima, namba 3. Sasa jiulize nani wafisadi kama sio sisi wa Kristo? Kwa sababu gani? Aliye ndani yetu si Roho Mtakatifu. Tumemzuia nje, tumebaki kwenye ubatizo wa maji tu, sio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ni wakati wa kufungua mioyo yetu, Roho Mtakatifu aingie ndani atutawale na matunda yataonekana. Wakristo kwa Wakristo kweli, ufisadi unaisha Kenya leo hii. Mungu asaidie na Mungu atuhurumie. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 14. Samueli wa kwanza 16:14. Wakati huyu mfalme Sauli, kumbuka nyakati za kale, agano la kale, Roho Mtakatifu alipatiwa kwenye mitume, Roho Mtakatifu alipewa manabii, makuhani na wafalme, watu watatu. Na hata leo ni vile vile. Kwenye ubatizo tunafanyika wafalme, wakuhani na manabii. Ndio maana anapokea Roho Mtakatifu. Huyu jamaa alipokea Roho Mtakatifu kama mfalme na akawa mzuri tu. Wakati mmoja akawa na kiburi na akamwasi Mungu. Sababu hiyo kusoma hii Samueli wa kwanza 16:18 Biblia atuambia Roho wa Mungu akamwacha akaondoka. Sauli akabaki bila Roho Mtakatifu. Jiulize alibaki na nini? Kuna roho mara 3. Kuna Roho Mtakatifu wa Mungu, kuna roho mchafu wa shetani, kuna roho wa mwanadamu. Kabla ubatizo ulikuwa na roho wa mwanadamu na mara nyingi anatawaliwa na ibilisi. Wale ambao sio Wakristo hawana Roho Mtakatifu. Asa ukipokea Roho Mtakatifu anakuja kusaidia kuishi maisha mazuri kama vile Tito ametuambia, kuachana dhambi, kushinda dhambi. Anakusaidia ukubaliana na yeye. Ukishirikiana na yeye atakusaidia. Sasa huyu jamaa aliondolewa Roho Mtakatifu akabaki na roho mwanadamu na shetani akaingia, pepo likaingia kumtawala. Daudi akateuliwa kuwa mfalme, akapakwa mafuta, akajazwa Roho Mtakatifu, matendo makubwa, lakini wakati mmoja akafanya ukumbavu fulani. Akalala na mke wake Uria na akamua yule askari. Swali ni, Daudi baada ya kuua ule askari, Roho Mtakatifu bado kule ndani anakaa tu akiwa sawa sawa? Nabii Nathani atumwa kwake anamwambia kitendo alichofanya si sawa sawa. Daudi anajirudia, anafanya toba ya kweli. Zaburi ya 51 ukisoma yote ni ya toba, ni kilio. Anamlilia Mungu. Ule mstari wa 11, Biblia tafsiri nyingine mstari wa 13, taangalia Biblia yako. Daudi anamwambia Mungu, usinitupe mbali nawe, usiniondolee Roho wako Mtakatifu. Mtu anayefuata moyo wa Mungu, a man after God's heart, aliona Sauli akiendelea Roho Mtakatifu. Anajua Mungu anaweza kumuondolea Roho Mtakatifu. Anamwambia usinitupe mbali nawe, usiniondolee Roho wako Mtakatifu. Kama Daudi anaweza ondolewa, kama Sauli aliondolewa, mimi na wewe tubaki kwenye dhambi, Roho Mtakatifu yuko au alishaondoka? Ukitaka kujua, angalia matendo yako. Warumi ametuambia kama yuko ndani, matendo ni dhahiri ya Roho Mtakatifu. Angalia matendo yako, utajua kama wewe ni Mkristo kweli au Mkristo jina. Wakristo tunapenda blue band sana kwenye mkate yetu na watu wote. Ukichukua ule mkeba blue band upae kwenye mkate ule, ukiisha blue band uchukue kile kikopo kile ukiweke pale juu. Wageni wakiingia kwenye nyumba yako wanasoma blue band, lakini ndani hamna kitu. Tupu, empty. Mungu anisamehe, lakini Wakristo wengi siku hizi tuko empty. Tuko tupu. Roho Mtakatifu tulimuhuzunisha. Na ni wakati wa kujifungua tena, kuacha Roho Mtakatifu apate nafasi ili atufufue, ndio tuwe viumbe hai. Ndio tuwe Wakristo kweli, sio Wakristo jina. Bwana atuhurumie na atusaidie. Mathayo 3:11. Yohana Mbatizaji anasema, mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili imeresha metubu, ondoleo dhambi. Anakuja mmoja baada yangu
atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Yohana anabatiza kwa maji, anakuja mmoja baada yake anabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Msikilizaji wangu, wewe ulipokea ubatizo gani? Ama umebaki kwa ubatizo gani? Maji tu ulimwagiliwa maji, ulitumbukizwa kwa maji, au ubatizo wa Roho Mtakatifu na maji? Hiki kipengele cha ubatizo wa Roho Mtakatifu nimeelezea kwenye kitabu changu cha Kiingereza, lakini cha Kiswahili kutoka baadaye, Maturing in the Holy Spirit. Kuna kipengele cha ubatizo wa Roho Mtakatifu, kukomaa ndani ya Roho Mtakatifu. Wakristo lazima tukomae, na hauwezi komaa ndani ya Roho Mtakatifu kama hutakubalia ingie kwenye nafsi yako na roho yako. Hauwezi, sababu yeye ndiye atakusaidia kukomaa. Kama yuko nje, atakusaidiaje? Ubatizo wa Roho Mtakatifu si ubatizo mwingine, ni ule ule, lakini wewe unashirikiana na Roho Mtakatifu ili anapata nafasi kabisa. Unaachilia mambo fulani, unaacha mambo ya kidunia, anaingia na kutawala. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 1 hadi 7. Takutana na Paulo ameenda kule Efeso, anawapata wafuasi wabatizwa, anawauliza mstari wa 2, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipobatizwa, mlipokuwa waumini? Hawa jamaa anajibu, anamwambia hatujawahi hata kusikia Roho Mtakatifu. Msikilizaji wangu, wewe umesikia kuhusu Roho Mtakatifu jamani? Na kama umemsikia, umemkubalia wewe ndani yako, au ni Roho Mtakatifu tu kwenye akili? Hapa Paulo aliwaulizwa akamwambia, tulipokea ubatizo wa Yohane, ubatizo wa maji. Tusibaki kwenye ubatizo wa maji, mbali tuingie kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Paulo ilibidi wakaombea, wakawekea mikono ya watu vile maaskofu wanafanya kanisani, ili tupokee Holy Spirit. Na huyo Holy Spirit ili aingie na akae sawa sawa, lazima tushirikiane na yeye. Hakuna njia nyingine, hakuna shortcut. Ukitumia shortcut, tutabaki mikebe mitupu, tutabaki blue band jina, tabaki jina Mkristo lakini ndani hamna chochote. Na ndio maana Ukristo wetu siku hizi hauonekani. Ndio maana watu wamedharau kanisa la Mungu, kwa maana hata kwenye kanisa vituko, sababu tumebaki empty. Leo ni Pentecost Sunday. Hebu tumlilie Mungu kweli arudi ndani mwetu. Tulilie Roho Mtakatifu arudi ndani yetu kama alituacha, atufufue tena tuwe viumbe hai. Ufunuo 3:1-2. Ufunuo 3:1-2. Bwana anazungumzia kanisa la Sardis, kanisa la kwako. Anatuma ujumbe huu, anasema, ninajua mambo yenu, najua mnayofanya. Lolote unalofanya Kristo anajua. Hata leo nafanya sasa hivi anajua. Kama uko ndani ya roho kweli anajua, kama uko mwilini anajua. Anasema najua matendo yenu. He knows everything. Anasema najua ya kwamba mna reputation, yani mna sifa ya kwamba mko hai, lakini kumbe mmekufa. Ili neno ni ngumu. Mungu anasema tuna sifa ya kuwa hai, lakini tumekufa. Unapopeleka sadaka yako unaonekana uko hai. Unapovaa ile uniform ya Catholic Band Association, I'm proud to be a Catholic, unaonekana uko hai. Unaposema nimeokoka, I am saved, unaonekana uko hai, lakini Bwana anasema ndani, nafsi na roho tumekufa, kwa maana hajapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na ukiwa kwenye hiyo hali, ndugu yangu, hata useme I am saved, useme wewe ni Mkatoliki, ukifa moto wa milele unakusubiri. Moto wa milele. Kwa sababu tulikuwa tumekufa na dhambi. Yesu amekufa ili tupokee Roho Mtakatifu tufufuliwe. Tumemfungia nje, utakuwaje kwenye ufuo? Utakuwaje unaelekea mbinguni? Maneno yako ya saved ni maneno tu, lakini haipo ndani. Hebu leo kweli tuokoke kweli. Hebu leo tumwalike Mungu ndani mwetu atawale maisha yetu. Wakati Paulo anasema kwenye Warumi, mtakapokiri kwa vinywa vyenu ya kwamba Yesu ni Bwana, ndio Biblia inavyosema, na muamini moyo, hiyo kuamini moyoni ndio muhimu zaidi. Kukiri safi ubwana wa Yesu na kuamini moyoni ndio mtakuwa mmeokoka. Bila hiyo tunajidanganya, sio wokovu wa kweli. Ni nani yuko ndani yako? Aliye ndani yangu ni nani? Ndio swali kubwa. Kama si Roho Mtakatifu, leo mruhusu aingie, kwa sababu Mungu anasema tuko na sifa ya kuonekana kama tuko hai, lakini tumekufa. Ndio maana matendo yamekufa. 80% Christian, number 3 most corrupt in the world. Tumekufa, tumeoza ndani.
Mstari wa pili nasema amkeni, so wake up. Amkeni na muweze kutia nguvu kile kimesalia. Kuna kitu bado kimebaki, kuna kamwanga kidogo, hasa Afrika kuna kamwanga kadogo. Kuna kitu kachembe kadogo. Mungu anasema amkeni, mjitie nguvu, msali, mfunge, mnililie, ili kale kamebaki kasija kafa kabisa mkakosa matumaini. Ndio maana kule West nowadays watu hataamini kuna Mungu, wanaabudu shetani, wanajiita atheist. Hapa kuna kamwanga kadogo, lakini tuchuki kasija kakafa, kwa maana kama hayupo ndani katakufa. Na kuombea kasife kwako na kasife kwangu. Ni nani yuko ndani yako? Yesu amekaa na mitume miaka 3. Amewafundisha miaka 3. Siku moja anawaambia jambo ambalo halikuwafurahisha. Yesu anawaambia, Yohana 16 mstari wa 12 hadi 14. Ninayo mengi baada ya kuambia. Ninayo mengi baada ya kuwafundisha, lakini hamwezi kustahimili yote sasa. Kama Yesu akumaliza kwa miaka 3 kufundisha mitume na anakaa nao live, je, somo la Roho Mtakatifu tutamaliza kwa dakika 30 au 40? Ndio maana nikasema huwa anafanya huduma chini ya Catholic Charismatic Renewal, na tuko na vikundi vya sala kwenye maparokia tofauti, kwenye tofauti. Pale tunajifunza kila siku, kila wiki. Pale tunakuwa na formation, kuna shule nyingi za formation, ili tuweze kuelewa tofauti ya mapaji ya Roho Mtakatifu, karama za Roho Mtakatifu na matunda ya Roho Mtakatifu, na tuweze kuishi kulingana na Roho Mtakatifu, mapenzi yake, na kufuata njia zake. Wakorintho wa kwanza 14:39 na 40 nasema tusizuie kuzungumza kwa ndimi, kwa lugha ya malaika safi. Inamaanisha kusema lakini kila jambo lazima tendeke kwenye mpangilio. Holy Spirit sio spirit wa fujo na confusion. Mungu na mpangilio. Anasema pamoja na usizuie Roho Mtakatifu na kuongea na ndimi, anasema kila kitu kifanywe in an orderly way, kwa mpangilio. Soma Biblia yako ndugu yangu, dada yangu. Tusijidanganye. Fujo haimaanishi umejaa Roho Mtakatifu. Lasha. Aliye ndani yako ni nani? Yesu anasema kuna mengi ya kuwafundisha. Na hata mimi jamani, kuna mengi tusiwezi kumaliza leo. Hatuwezi stahimili yote leo. Lakini anasema atakapokuja Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa kweli, atawafundisheni kweli yote. Tumkubalieni leo ingie ndani, na tuondoe masharti ili akuongoze kwenye kweli yote, kwa maana dunia imejaa uongo. Ndio maana Mungu anasema kwenye Yohana wa kwanza 4 mstari wa kwanza kuendelea, usisadiki kila mtu anayesema na Roho Mtakatifu, kwa sababu manabii wengi wa uongo wamezuka, wako duniani, wako Kenya, wako kila mahali. Utawajua kwa matendo yao, kilicho ndani. Unaweza danganya kwenye karama, ukasifu, ukahubiri, ukatoa mapepo yakakutii, yakatii kwa ajili ya jina la Yesu. Sio wewe anatii, yanatii jina la Yesu. Lakini hauwezi kudanganya kwenye matendo. Hauwezi danganya kwenye matunda ya Roho Mtakatifu. Hauwezi. Kwenye karama naweza jificha, kwenye matunda hatuwezi. Jamani, tumwalikeni ndani leo, Pentecost Sunday, apate kututawala. Namalizia kwa Luka 11 mstari wa 9 hadi 13. Bwana asema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni mlango nanyi mtafunguliwa. Msikilizaji wangu, mpira uko kwenye upande wako. Ni wewe nakwambia, omba, tafuta, bisha. Tafuta, bisha, mfungulie mlango, aingie kwenye nafsi na roho wa kutawala. Ile nguvu ya ufufuo utaiona. Ile nguvu akina Petro na Paulo walikuwa nayo utaiona. Fungua moyo wako, mwalike ndani. Anasema mstari wa 10, wale wote wanaoomba watapokea. For all those who ask receive. All. Hajabagua. Lakini James anatuambia wakati mwingine tunaomba tupate kwa sababu tunaomba kwa nia mbaya. Nia yako ni nini? Unataka Roho Mtakatifu kwa ajili gani? Ili uendelee kuishi kwa dhambi? Upate ngo. Lakini ukiamua leo kuacha maisha ya dhambi, uamue kuacha vituko vya dunia, uamue namtaka Yesu kwenda mtamani, ataingia ndani. Kila aombaye upata. Kila atafutaye upata. Aombaye upewa, atafutaye upata.
na kila anayebisha hufunguliwa. Inamaanisha nini? Kuna mlango umefungwa, na Mungu anasema kama leo utabisha huo mlango, kama utabisha huo mlango, korona kweli, anasema kila anayebisha mlango utafunguliwa, mbingu itafunguliwa, Roho Mtakatifu ataachiliwa kama siku ya Pentekoste, atamiminika. Wanasema kwa Kiingereza outpouring, yani ni kama Victoria Falls, yani anakuja kama maji mengi, atamiminika. Inategemea umejiandaa kiasi gani. Jinsi ulivyojiandaa ndio utapokea tu. Anataka kuingia ndani yako. Anauliza, je, kuna baba au mama mtoto wake akimwomba samaki anaweza mpa nyoka? Mungu anataka uondoe roho wa uoga. Jamani, kuna wengine hasa sisi wa Katoliki tunaona kana kwamba ukiomba Roho Mtakatifu utapokea roho wa shetani. Mungu si chizi uombe Roho Mtakatifu akupe roho wa shetani. La hasha. Yeye ni mwaminifu sana. Muombe Roho Mtakatifu atakupa Roho Mtakatifu. Haitegemei mimi nakuombea nini. Haitegemei pastor wako nakuombea nini. Haitegemei padre nakuombea, inategemea unajiombea nini wewe. Kama ni Roho Mtakatifu utapokea Roho Mtakatifu. Ondoa shaka na mahofu na uoga wote, ondoa kabisa. Omba leo upate outpouring of the Holy Spirit na ujifunze. Enda kwenye formation uelewe jinsi ya kumtumia, kutumika na Roho Mtakatifu kwa njia ambayo inastahili, si kwa vituko. Anasema mtoto akiomba mama yake yai haezi akampa nge scorpion, au akiomba mkate haezi kapewa jiwe. Mzazi gani atamletea mtoto wake nyoka, cobra? Ameomba samaki, amletee jiwe? Ameomba mkate au kale kange kale ka scorpion kale? Hakuna. Anasema kama sisi wabaya kiasi tu wa dhambi tunajua kuwapa watoto wetu vitu vizuri, je, Baba yetu wa mbinguni hatafanya hata zaidi? Hatawapa Roho Mtakatifu kwa zaidi wale wanaomuomba? Leo naomba nini? Yuko tayari kumimina, na naomba mimine kwako leo na kwangu kwa njia kipekee like never before, na kuongoze kwenye kweli yote, kwa maana uongo ni mwingi duniani. Roho Mtakatifu akija na kuja na manifestation tofauti. Kuna wengine wanasikia furaha, wengine wanasikia kulia, wengine wanasikia kutetemeka. Jiachilie. Na kuna wengine hawasikii chochote kabisa. Mimi nilikuwa mmoja wale ambao hawakusikia chochote. Nilipoombea sikusikia chochote, hata nikafikiri sijapokea. Lakini Bwana anakuhakikishia, nasema kila anayeomba anapokea. Pokea kwa jina la Yesu. Haijalishi utasikiaje, wewe fanya kuamini, fanya kuomba. Mtafute, bisha, omba. Siku ya leo naomba ufanye vitu vitatu. Mengine utajifunza kwenye formation. Tunahitaji kujifunza, sio kusema Roho Mtakatifu atafanya tu. Mitume walikaa miguuni mwa Yesu miaka 3 kujifunza kabla hajatoka kuhubiri. Hatua ya kwanza, ondoa vizuizi. Kizuizi cha kwanza kikubwa ni dhambi. Dhambi, 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 dhambi. Ndugu yangu, tusidanganyane. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Hatuwezi kuwa natenda dhambi maksudi na nasema nimejaa Roho Mtakatifu. La hasha. Ondoa kizuizi cha dhambi. Ondoa uoga na mashaka na hofu. Amini Mungu. Baada ya hapo, tamani kwa ndani sana. Tamani. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho tamani. Na ndugu yangu, dada yangu, hauwezi tamani Roho Mtakatifu sana na pia utamani roho mchafu. Huwezi. Hauwezi tamani Roho Mtakatifu sana na utamani maisha ya dhambi. Huwezi. Ndio maana hatupokei. Kuna contradiction, hujui kwa wapi. Unakaa kama yule fisi ambaye aenda huku na atapasuka msamba. Kama Roho Mtakatifu mtamani, chukia dhambi. Alafu omba. Omba, pray. Omba. Omba na utapewa. Tafuta na utapata. Bisha mlango na utafunguliwa. Funga macho yako. Unajijua na Mungu anakujua. Huwezi mdanganya Mungu, huwezi jidanganya. Kama unatamani kweli leo outpouring, miminiko ya Roho Mtakatifu, anza kusema na Mungu kwa moyo wako. Omba kusamehe dhambi zako, nazijua. Kama wewe ni Mkatoliki, uende kwenye kitubio baadaye. Tunaelewa kitubio muhimu wake. Tafundishana tunapoendelea.
omba kusamehe, mwahidi kubadilisha maisha yako. Mwahidi. Ukimwahidi na ukimaanisha, kitu kinatendeka tayari. Mwahidi kubadilisha maisha yako, mwahidi kuishi maisha mema. Ita damu yake takatifu kutakase. Tamani kwa ndani na umwalike ndani yako Roho Mtakatifu wa Mungu. Mungu mtakatifu, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, Pentecost Sunday. Kristo Mfalme, mitume walipohubiri siku ya Pentecost, watu walichomwa moyo. Mungu, naamini kabisa kuna wasikilizaji ambao saizi wanachomwa moyo. Kweli wanatamani na wanawaambia jinsi Petro alivyowaambia watubu na wabatizwe. Leo tunaomba ubatizo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atubatize upya, Kristo Mfalme. Tunaomba immersion, kutumbukizwa kwa Roho Mtakatifu, sio kwa maji tu. Maji muhimu, ulipitia kwenye maji, ulituagiza tulipitia kwenye maji. Mungu mtakatifu, naomba neema yako tushukie. Neema ya utakatifu, neema ya kushinda dhambi. Neema ya kumshinda shetani iliyomshinda shetani baada ya kuongozwa na Roho Mtakatifu ende jangwani. Naomba neema hii Bwana, miminiko Mwenyezi Mungu leo tuli experience. Na maisha yetu yabadilike. Tuwe Kristo kweli, ndio tuwe mwanga na chumvi ulimwengu, kuleta mabadiliko kwenye familia zetu, kwenye ndoa, kazini, kwenye biashara, kanisani, nchini na dunia nzima. Njoo Roho Mtakatifu, njoo tuongoze. Nakushukuru Mungu Baba, nakushukuru Mungu Mwana, nakushukuru Mungu Roho Mtakatifu, na kukualika leo utufanyie upya, utufanye wapya kwa ubatizo wako Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu.